Filamu hii inaanza mwaka 1947 katika kisiwa kimoja huko Indonesia. Tunaona wazee wa kazi walikuwa wanabeba mizigo na kuingiza kwenye meli. Kuna mwanaume mmoja akawa amefika hapa na akawa amemkabidhi kapteni kibahasha, na jamaa akawa ameondoka hapa bila kusema kitu chochote. Kuna mzigo mmoja, ni sanduku liko limeingizwa ndani ya meli hii, na meli kaanza safari. Katikati ya safari kuna wafanyakazi watatu, wao wakawa wanajadili kuhusiana na lile sanduku ambalo limewekwa kwenye meli hii. Wanajadili kuhusiana na ile pesa ambayo kapteni amepewa, inaonekana ni pesa nyingi. Lile sanduku limebeba nini? Wakawa wametoka hapo ili kwenda kuchunguza ndani ya lile sanduku. Mmoja kwenye kuchunguza akawa ameshtuka sana baada ya kugundua kwamba kuna mtoto wa kike ndani hapo, lakini ni kama amevalia kidani shingoni mwake. Hicho kidani kinaonekana kuwa ni mali. Kijana akawa amenyoosha mkono ili kuichukua ile cheni katika shingo yule dada, bila kujua kwamba ile ilikuwa ni hirizi ya kumlinda pepo ambaye alikuwa amefungwa ndani ya sanduku hilo. Yule pepo akawa amevunja milango na kuwa ametoka nje na akawa amewaangamiza wote kwenye hii meli. Halo, karibu tuendelee na mkasa huu. Sehemu hii ni sehemu ya pili. Sasa tuanze moja kwa moja na mwanadada Bella. Aliamka ndani ya nyumba baada ya kuwa amesikia sauti za ajabu sana. Akawa ametoka hapo kwenda kusikiliza ni nini hicho. Baada ya kufika sehemu akamuona baba yake. Kumbe alikuwa anatundika picha ya mke wake ukutani. Sasa palivyokucha, mtoto Tasia akiwa shuleni alionekana kuwa na huzuni sana kwa sababu dada yake alichelewa kuja kumchukua, na anawaona wenzake wazazi wao wanafika hapo kuwachukua kwa upendo mkubwa. Baadaye Bella akawa amefika hapo akamwomba radhi kwa kuchelewa, kisha amemwacha akaenda kuchukua ripoti zake huko ofisini. Upande wa dada mkubwa Angel, yeye alienda moja kwa moja hospitalini kwa siri, akaingia katika wodi ya watoto na kumbeba yule mtoto ambaye yeye alimzaa, mtoto ambaye alimzaa katika mazingira ya tatanishi. Sasa upande wa Rama, yeye alienda moja kwa moja kwenye duka kwenda kuchukua vitabu vya babu yake. Babu yake alikuwa anajishughulisha sana na kusoma vitu ambavyo vilikuwa vinadili na roho na mambo ya mwili, yani vilikuwa ni vitu vyake, na ndiyo sababu ambayo Rama na yeye amepata elimu kutoka kwa babu yake kupenda kusoma vitabu vya namna hiyo. Siku hiyo akawa amefanikiwa kupata kitabu ambacho kilikuwa kinaelezea kwa kina kiumbe Matianaki. Lama kwenye safari kurudi nyumbani akawa amepiga picha ya vile viumbe, kisha akampitishia moja kwa moja mwana dada Bella. Akamwambia kwamba hivi vitabu nilikuwa nimeombwa na babu yangu kwenda kuvichukua, lakini ninaona kuna haja ya wewe kuvijua vizuri kabla sijampelekea babu. Kweli Bella baada ya kuvichukua vile vitabu akawa amevisoma kwa siku hiyo. Muda wa chakula cha jioni wakiwa anakula kama familia, Angel anaonekana kuwa ni mkimya sana, hana stori na mtu yoyote. Bella kwa amemwambia baba yake kwamba aisee, kwa kunong'oneza, lakini mbona kama dada anaonekana kuwa ni mtu wa ajabu sana. Sasa muda wao wanaendelea kuteta. Angel akawa ameomba asogezewe pilipili hapo mezani, lakini watu wako kimya tu, hawajamsikiliza kabisa. Angel ikabidi kupiga kelele kwa nguvu. Sahani zote mezani zilikuwa zimeanguka chini. Hii ni hasira ya mtu mmoja tu, na kwa amenyanyuka hapo na kwa ameondoka kabisa. Upande wa mtoto Tasia, sasa kwenye kupita anaelekea chumbani kwake, akawa ameona picha ya mama yake. Akasimama hapo akawa anaitazama. Akaanza kusikia sauti za kunong'oneza za kishetani zinamwambia kwamba cheza Jairankum, cheza Jairankum. Mara hiyo hiyo kuna kiumbe kilikuwa kimpita nyuma yake. Dogo akuona. Dogo akaenda chumbani kwake, akaanza kutazama doli fulani hivi ni chafu liko chini. Alivyolibeba lile doli linasema kwamba tucheze wote. Kweli mtoto baada ya kulichukua lile doli akaenda ndani ya chumba chake akaanza kucheza ni lile doli. Upande mwingine sasa baba wa familia akawa ametoa sanduku fulani hivi. Ndani ya lile sanduku kulikuwa kuna kisu maalum, akawa anakisafisha kwa umakini sana. Baada ya hilo zoezi akaamua kwenda kuangalia video ambazo yeye mwenyewe alikuwa anazirekodi alivyokuwa anamuita mke wake. Sasa kwa bahati mbaya, bila yeye kujua, wakati anatazama hizi video, kumbe mtoto Tasia kafika nyuma yake na ametazama kila kitu, ameona kila kitu. Kwa bahati nzuri Bella akawa amefika hapo na kwa amefunika ile laptop, akimwambia kwamba baba yake Tasia yuko nyuma yako na kaona kila kitu. Wakawa wamwambia Tasia, nenda chumbani kwako, nenda kalale. Dogo alivyotoka hapo kwenda kulala, Bella akamwambia kwamba baba yake kuna kitu sio cha kawaida kabisa kinaendelea kwa dada mkubwa Angel. Mtu haiwezekani akasirike tu from nowhere eti kwa sababu ya pilipili sahani zianguke mezani. Mzee akamwambia Bella kwamba unatakiwa kukumbuka vizuri nini kilichotokea wakati mimi nimelazwa. Inavyoonekana kuna mahali kuna kitu ambacho sisi tumeshindwa kukijua vizuri. Bella akakumbuka siku ambapo dada yake alimpigia simu akiwa anaomba msaada, na baada ya kufika nyumbani hapo ni ukweli kwamba dada yake alitoweka, haikujulikana ameenda wapi, na badala yake walimkuta dada yake akiwa makaburini akiwa amebeba mtoto mchanga ndani ya kaburi. Sasa hiyo mimba dada yake alitoa wapi? Hamna anayejua. Wakuwa wamejua kabisa pengine kuna jambo la ajabu limemkuta Angel. Mzee pamoja na Bella wakaenda moja kwa moja katika chumba cha Angel. Kugonga mlango, mtu afungui. Wakafungua mlango kwa nguvu. Kuingia ndani ya nyumba wakamwona Angel akiwa anacheza na yule mtoto wake wa ajabu. Bella akasema kwamba huyo mtoto ni wa ajabu, haiwezekani ukae naye ndani hapa. Dada mkubwa akasema kwamba huyu ni mwanangu na nimejifungua mimi mwenyewe. Babake akasema haiwezekani mtoto kama huyu kukaa kwenye hii nyumba. Alivyojaribu kwenda kumchukua yule mtoto, Angel akawa amemsukuma kando. Akawaambia wazi kwamba kama mnataka kuendelea kukaa kwenye hii nyumba mkiwa salama, basi huyu mtoto msimsumbue kabisa. Bella na babake ikabidi watoke hapo. Bella akamwambia babake kwamba
huyu mtoto ni lazima atakuwa ni Mantianaki tu, kwa sababu Angel hajawahi kuwa na mimba yoyote. Lakini babake akamwambia kwamba Bella, inabidi tuache haya mambo, ni lazima tuishi kama watu wengine wa kawaida, tuache kabisa hizi fikra. Binti akamwambia babake kwamba tuwezi kuishi kama watu wa kawaida, kama huyu mtoto ataendelea kubaki ndani hapa ni hatari, sio salama kwetu. Bella akawa ametoka hapo. Sasa Bella baadaye kwenye kutembea tembea huko ndani akawa ameona kama kuna kitu kimelala chini, ni kama maiti. Baada ya kuisogelea akaona kweli kuna marehemu ndani hapa, na huyo marehemu akafumbua macho na akaona haitoshi, akanyanyuka kabisa akaanza kumsogelea binti. Binti kwenye hofu, kwenye kutazama vizuri akawa amegundua kwamba huyo marehemu ni yeye mwenyewe. Binti akawa ameshtuka kutoka kwenye ndoto. Sasa baada ya kushtuka tu hapa anasikia sauti ya yule mtoto tena wa dada yake analia hapa ndani. Binti akawa ametoka hapo akaenda kumwangalia. Kufika kwenye chumba cha dada yake kalala katulia. Mtoto analia, binti sasa akajaribu kumnyanyua, kakampiga shoti, akawa amerudi nyuma. Kitanda cha mtoto kilikuwa kimedondoka chini mbele ya macho ya Bella. Anashuhudia yule mtoto hakuhitaji miezi wala miaka kukua, alikuwa mbele yake na akawa amegeuka na kuwa Mantianaki yeye mwenyewe yuko ndani ya nyumba hii. Bella akawa ametimua mbio. Kisha tunamfahamu mtu mmoja. Huyu mzee ni mgonjwa, mara nyingi amekuwa akitumia mashine za kupumulia. Huyo jamaa anaitwa Rudolfu, akawa amemfukuza kwanza mfanyakazi ambaye ni muuguzi katika eneo hili. Baada ya kutoka muuguzi huyo, akawa amekuja jamaa mmoja akawa amekaa kando huyo mwanaume. Rudolfu akamuuliza kwamba huyu mwanaume, si unajua pa kwenda? Mshikaji akasema kweli anajua pa kwenda. Sasa anakwenda wapi tutajua mbele kwa mbele. Wakati huo huo, upande wa makaburini tunakiona kile kiumbe Mantianaki kimefika hapo na kikao kinaita zile roho ambazo zimelala hapa. Kinasema kwamba njoo tucheze wote, usirudi nyumbani mpaka utakapokufa. Kisha mizuka mingi sana ilikuwa imeibuka kutoka makaburini na kuanza kumfuata kiumbe huyo. Sasa siku iliyofuata mtoto Tasia akiwa na shughuli zake tu kama kawaida, lakini alikuwa na mpango mmoja tu, ni kama alikuwa anaendeshwa na roho. Binti alikuwa amekusanya vijiti fulani hivi na akaanza kutengeneza jarankumu kwa kutumia vijiti hivyo, na akawa ametengeneza kitu sawa sawa na ambacho alikiona kwenye video za baba yake akiwa anamuita roho wa mke wake. Kwa upande mwingine, upande wa Rama akawa amemuona kabisa Bella ni kana kwamba ana huzuni. Akawa amemuuliza Bella, mbona una huzuni? Binti alitamani kusema kwamba alijiona akiwa marehemu, lakini akawa ameshindwa. Akawa ametoka hapo na kwenda bafuni kwa kwenda kujaribu kujituliza. Akiwa huko umeme ukawa umekatika, akaanza kusikia kuna sauti kama kuna mtu yuko chooni hapa. Binti akawa amesogea huko kwenda kuangalia kuna nini. Baada ya kufika hapo kufungua kile chumba ambacho kilikuwa kinatoa hizo sauti, hamna mtu ndani yake. Akiwa hapo mara yule kiumbe Mantianaki akawa ametokea hapo. Bella akajaribu kukimbia, lakini mlango ukawa umejifunga wenyewe. Mantianaki akaanza kumsogelea, ana mbwembwe. Alipofika hapo ni mlango ukawa umefunguka na binti akawa ameangukia kwa jamaa mmoja anaitwa Blam. Huyu jamaa ni mgeni eneo hilo. Kwa bahati nzuri Rama pia uko amefika hapo. Blam akawa ameomba radhi na uko amepata nafasi nzuri sana kukaa pamoja na kuzungumza wakiwa watatu. Huyu mshikaji katambulika kwamba yeye ni mwanasayansi ambaye anachunguza binadamu na maisha yao, tamaduni zao, historia yao na jinsi wanavyoishi katika jamii tofauti tofauti. Yaani kwa ufupi huyu jamaa ni anthropolojia. Bella akamuuliza vipi kuhusiana na Mantianaki? Maana dada yangu ameleta kiumbe hicho ndani kwetu. Blam akasema ukweli kwamba anamjua kiumbe huyo na anamjua asili yake anatokea wapi. Akielezea hadithi ya Nyiroro Kidulu. Hili ni jina geni kwa Rama pamoja na Bella. Akasema kwamba Nyiroro, inaposemekana kiumbe huyo alikuwa na wajakazi 6 na mmoja wao alimpenda sana binadamu. Mapenzi yao yalizaa mtoto mwenye nguvu za kishetani na mtoto huyo alijulikana kwa jina la Mantianaki. Kwa kawaida wanadamu wanamtafuta Mantianaki kwa sababu 3 tu. Moja ni kupata utajiri, 2 ni kupata nguvu, 3 ni kupata kinga ya nguvu ya ajabu. Wanadamu ili kujilinda ama kumtumia Mantianaki walitengeneza hirizi maalum iliyojulikana kwa jina la Kurungusukumo ili kuweza kumdhibiti Mantianaki. Bella akauliza wanaweza vipi kuipata hiyo hirizi? Bram akawaeleza kuhusiana na meli ambayo tuliona mwanzoni mwa hii filamu ikizama. Rama ikabidi kutafuta kuhusiana na habari hiyo kwenye intaneti. Baada ya kupata kuhusiana na habari hiyo, inaelezwa kwamba yule msichana aliyekuwa amefungwa kwenye lile sanduku ili kusafirishwa kwenye ile meli alikuwa ni Mantianaki mwenyewe, na yule kiumbe aliwaangamiza wafanyakazi wote kwenye ile meli mmoja baada ya mwingine siku hiyo, na kisha meli hiyo ikawa imezama pamoja na ile hirizi ambayo ilikuwa ni kinga ya kumdhibiti yule kiumbe. Bella akasema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana ile hirizi ikawa pamoja na ile meli mahali pale pale ilipozama. Sasa walivyoendelea kuchunguza zaidi, Rama akawa amegundua pia kwamba kuna mnara wa taa wa baharini ambao unapatikana kabisa na hilo eneo na ulipokea ishara ya redio kutoka kwenye ile meli kabla ya kuzama. Usiku huo upande wa nyumbani, mtoto Tasia kweli akaamua kuita roho ili kuzungumza nao. Anaamua kuitumia jarankum kwa ajili ya kuita roho ya mama yake. Ghafla jarankum ikaanza
kusogea na upepo mkali ulikuwa umevuma sana eneo hilo. Baada ya muda kila kitu kikiwa kimetulia, ghafla Jarankung ikaanza kumuongoza Tasya na kumpeleka sehemu moja kwenye ukuta. Tasya baada ya kufika hapo akawa amepotelea kwenye ukuta na Jarankung hiyo ikawa imeanguka chini. Baadaye baba yake akiwa nyumbani anashangaa mtoto Tasya hajamuona, akaanza kumtafuta. Akafika mpaka sehemu ambapo yule mtoto alikuwa anafanyia tambiko lake eneo hilo. Mtoto wake hayupo chumbani kwake. Akaenda kwa Angel kwenda kumuuliza, vipi, umemwona Tasya? Angel akasema kwamba sijamuona Tasya hapa, na akafunga mlango kutaka kabisa shobo na baba yake. Mzee akaenda kutazama kamera za ulinzi kwenye eneo hilo, akawa amemuona Tasya akiwa anapotea karibu na ukuta. Hili jambo liko limemshtua sana mzee. Baadaye Bella akawa amerudi nyumbani hapo akiwa na marafiki zake Rama pamoja na Bram. Mzee akamweleza kwamba Tasya amepotea. Bella akasema kwamba hili jambo lazima lina uhusiano na Mantianaki tu, hakuna kitu kingine. Akawa amependekeza kwamba anatakiwa kutoka kwenye hii nyumba na kwenda kutafuta ile hirizi ambayo ilizama lile eneo. Akamweleza mzee wake. Mzee akawa ameuliza, mna uhakika kwamba hilo jambo linaweza kutatua hii shida? Bram akasema kwamba ana uhakika na anajua kabisa sehemu pa kuipata ile hirizi, na hiyo ndiyo dawa ama mdarasini wa kutatua hili tatizo. Kweli mzee akawa amebariki. Watoto wakawa wametoka hapa kwenda kupambania kutafuta hiyo hirizi. Kwenye safari yao wakawa wamefika kwenye duka moja ili kununua vitafunwa. Bella akawa ameshuka hapo akaingia ndani. Sasa huku pako kimya, ni kama hamna mtu yoyote. Akiwa ndani huko akamwona kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa anamuigiliza kila kitu alichokuwa anakifanya. Bella akaweka kopo kwenye troli, lakini alipogeuka kumwangalia yule mwanamke kataweka. Akaanza kutoka haraka haraka eneo hilo, akajua kabisa pengine inaweza kuwa ni hatari, lakini ghafla akamwona tena yule mwanamke. Bella akajaribu kumwangalia kwa kutumia simu. Yule mwanamke akawa ametokea ghafla nyuma yake. Bella akajaribu kukimbia, lakini mlango uko umefungwa. Sasa anajaribu kumuita Rama, lakini Rama hamsikii. Umeme uko umekatika kabisa. Binti akiwa amejawa na hofu akaona mizimu kibao imezunguka eneo hilo, na Mantianaki akaanza kumsogelea taratibu, hana haraka na mnofu. Bella akaogopa sana, akaamua kukimbia. Muda huo sasa upande wa Rama, baada ya kuona Bella amechukua muda mrefu sana hajarudi, hivyo jamaa akawa ametoka hapo na kwenda kumfuata Bella ndani, lakini bila kujua kwamba Bella tayari amefanyikiwa kutoka na amekwisha kurudi kwenye gari. Sasa akafika kwenye gari, amemkuta Bram. Bram anasema kwamba Rama amekufuata ndani huko. Sasa upande wa kijana Rama anaendelea kumtafuta Bella. Bella ndani ya duka. Bella akawa amemwona Mantianaki huko hapo, na miili mingi sana ya watu wafu iko inamsogelea. Saizi Mantianaki anatembea na jeshi lake kamili. Rama cha kumwokoa hapa ni mbio tu, na kweli akawa amefanikiwa kufika kwenye gari kachoka. Wakaamua kuondoka eneo hilo. Hatimaye kweli wakawa wamefika eneo ambalo wao walikuwa wanahitaji kufika, ni kwenye mnara. Rama na Bram wakawa wameingia ndani ya mnara ili kuendelea kuchunguza zaidi, wanaweza kupata kitu ambacho kinaweza kuwasaidia. Bella akiwa ndani ya gari akaanza kusikia tena kuna sauti ya ajabu ikiwa inamuita Bella. Bella akawa ameingiwa na hofu, akawa ametoka ndani ya gari mbio, sijui anakimbilia wapi sasa. Wakati huo Rama pamoja na Bram kwenye uchunguzi wao wakuwa wamefanikiwa kupata koordinati za mahali ambapo meli ilizama. Wakaanza kushuka taratibu. Ghafla wakasikia kama kuna kitu kimesogea upande huu. Wakawa wamesogea hapo kwenda kutazama ni nini. Kwenye kushikashika kukigeuza, wanashangaa kwamba ni kichwa cha mtu, lakini bado kina uhai. Watu wakawa wametimua mbio hapa kujaribu kufungua mlango haufunguki, lakini kwa bahati nzuri Bella akawa amefika hapo na kuufungua huo mlango. Ili kufika sehemu ambapo ile meli ilizama, ikabidi kukodisha boti ili wafike lile eneo, na kweli wakawa wamefanikiwa kufika ile eneo ambalo meli ilikuwa imezama. Rama na Bella wakawa wamezama ndani ya maji na kuanza kuitafuta ile hirizi. Bram yeye alikuwa amebaki kwenye boti. Kweli Rama pamoja na Bella kwenye harakati zao wakawa wamefanikiwa kuipata ile hirizi, lakini ghafla kiumbe wa roho akawa amejitokeza ndani ya maji huko, akajaribu kuwatisha, lakini ile hirizi ikawa imewarinda. Rama oksijeni yake ilikuwa imeisha, wakawa wanashia oksijeni moja kutoka ndani ya maji na wakawa wamefanikiwa kweli kwa wameungana na Bram. Sasa upande wa nyumbani, baba yake Bella akawa ameleta mtaalamu ndani ya nyumba hiyo. Huyu mama anaitwa Bisuito. Huyu mama akaangaza kila eneo la kona kwenye hii nyumba, akawa ameona kuna roho nyingi sana wako hapo, na akawa amemwambia huyu mzee Fred kwamba kuna roho nyingi sana kwenye haya mazingira, hii nyumba ni kama jeshi. Fred akawa ameshangaa sana kusikia hivyo kwa sababu macho yake haoni kitu chochote. Kisha Fred akamwonyesha ile Jarankung ambayo anaamini kabisa pengine mtoto wake Tasya aliamua kuitumia kuita roho ya mama yake. Bisuito akasema kwamba mtu yoyote hawezi kuita roho bila kuwa na elimu ama kufuata sheria nyingi ambazo zinahusiana na kuicheza Jarankung kwa usahihi. Kama sivyo, inaweza kuwa ni hatari sana usipofuata sheria zake. Sasa hili jambo liwezekana vipi kwa Tasya kufuata miongozo hiyo? Huyu mwanamama akawa amechukua ile Jarankung akaitazama vizuri. Fred akamuuliza vipi kuhusiana na Tasya, yuko wapi? Bisuito akasema kwamba Tasya amefungwa roho yake katika ulimwengu mwingine. Ni lazima papatikane mtu ambaye anaweza kuingia katika huo ulimwengu na kwenda kumrudisha katika ulimwengu huu
kawaida. Mzee akasema kwamba kwa sababu ni binti yangu, mimi niko tayari kwenda kupambania maisha ya binti yangu. Kweli Fredi akawa amekaribia katika ule ukuta akiwa anaongozwa na Bisuito, kwa sababu yeye ni mtaalamu na ana uwezo wa kuona katika ulimwengu mwingine. Akawa amemuongoza mpaka katika huo ulimwengu. Bisuito amemwambia kwamba wewe fuata sauti yangu. Kweli kwenye kutafuta kwenye huo ulimwengu akawa amefika sehemu akamwona binti yake, lakini akiwa pamoja na roho moja ambayo iko eneo hilo. Bisuito akamwambia kwamba chukua tochi ili ujaribu kuitoa umakini hiyo roho ikufuate wewe. Mzee akatafuta tochi haoni, anakuja kushtuka kashikilia tochi fulani, tochi ya moto. Mzee akaamua kuitafuta kuiharibia umakini ile roho ili imfuate. Roho mara ya kwanza ilikuwa imekaza inaendelea kudini na mambo yake, lakini baadaye ilivyoona shobo zimezidi ikaamua kumfuata huyo mzee. Fredi akaamua kutupa ule moto pembeni. Ile roho kweli ilikuwa imefuata huo moto pembeni. Kwa haraka mzee akaamua kumchukua Tasia ili kumrudisha katika ulimwengu wa kawaida, lakini anarudi vipi? Na roho kibao zilikuwa zimezunguka eneo hilo, mizuka inajaribu kumkaribia huyu mzee, na ikimkamata maana yake yeye pamoja na mtoto wake watasailia eneo hili. Bisuito akamwambia kwamba fuata mwanga, zingatia mwanga. Kweli mzee akawa amefanikiwa kutoka katika ulimwengu huo akarudi katika ulimwengu wa kawaida. Bisuito akamwambia kwamba Tasia, kwa kumtazama kuna roho ambayo bado imemwingia katika mwili wake, imemshikilia. Akachukua ile jarankung akajaribu kuitoa roho hiyo. Huyu mwanamama hana mambo mengi sana kama waganga wa Bongo Movie. Baada ya muda mfupi tu akarudi katika hali yake ya kawaida. Sasa ile jarankung ikaanza kuruka hewani, ikatapatapa, ikawa imepotea. Baada ya muda wakiwa hapa, Rama, Bera pamoja na Pram wako wamerudi nyumbani hapa. Bera akafurahi sana baada ya kumuona mdogo wake karudi. Tasia akawa amemkumbatia na kumkaribisha katika ulimwengu huu. Lakini ghafla Angel akawa amefika hapa. Kafika na nani? Kafika na Mantianaki. Wote wakawa wameshtuka sana baada ya kuliona hili jambo. Bisuito akajaribu kupambana na huyu kiumbe, lakini Mantianaki hakuathirika na nguvu za huyu mwanamama. Kisha akapiga makelele makubwa sana na kumwangamiza Bisuito. Baada ya kuona haya yote, Fredi akajaribu kutumia kile kisu maalum kwa ajili ya kumwangamiza Mantianaki, lakini Mantianaki akawa amezuia shambulio hilo. Bera akamwambia baba yake kwamba mchukue Tasia uondoke eneo hili kwa sababu mimi nina hirizi ambayo inaweza kunisaidia. Fredi kweli akawa amempeleka Tasia chumbani, ambako Tasia akamwambia kwamba hapa kuna mizimu mingi sana iko nje ya hichi chumba. Mzee akamwambia kwamba binti, tuko salama kwa sababu roho hizo ziko nje ya hichi chumba, lakini Tasia kwenye kuangalia vizuri akamwambia kwamba hatupo salama, hizo roho ziko ndani ya hii nyumba. Mzee anakuja kugeuka, kuna mizigo ya kutosha iko eneo hili. Hii inaonyesha kwamba Mantianaki alikuwa amejipanga kwa vita. Kwa upande mwingine kweli Mantianaki kakiwasha kinoma. Bera akajaribu kumvalisha hirizi lakini ni ngumu. Mantianaki anajaribu kumzuia. Bera akajaribu kwa nguvu zote, akawa amefanikiwa kweli kumvisha hii hirizi. Na muda huo kila kitu kilikuwa kimetulia. Mantianaki akarudi kuwa mkimya kwanza. Hapa anasubiri maagizo tu. Sasa muda huo mzee Rudolfu akawa amefika hapa. Huyu mzee kama unamkumbuka ndio yule mzee ambaye alikuwa amelazwa hospitalini na alimpa mtu kazi ya siri. Mzee kafika hapa akawa amewapa hongera sana. Wamepambana sana Bera, Pram pamoja na Rama kufanyikiwa kupata hiyo hirizi ili kumdhibiti Mantianaki. Sasa huyu mzee inavyoonekana alikuwa na mpango wake wa siri. Huyu mzee alikuwa ni babu yake Pram na alimtuma Pram ili kujipendekeza, kujifikisha katika hii familia ili apambane wao waipate hii hirizi. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu mzee alikuwa na malengo na Mantianaki ambaye yeye alikuwa anamtumia. Yaani yeye huyu mzee alikuwa na mfugo huyu Mantianaki kwa sababu zake binafsi, na kwa sasa kwa sababu ya ugonjwa huyu mzee alikuwa anamhitaji Mantianaki. Yeye alikuwa na hirizi nyingine ambayo ingeweza kumdhibiti Mantianaki na kumwamrisha kufanya chochote ambacho yeye anakitaka. Bera pamoja na Rama wakuwa wametambua kwamba Bram alikuwa ni snitch kwao. Mwamba akauza kodi na Bram kweli akawa amekiri kwamba Rudolf ni babu yake na ndiye aliyemtuma hiyo kazi yote ya kuwa karibu na hii familia, akiamini kwamba watampata Mantianaki. Rudolf akasema kwamba ninaweza kumdhibiti Mantianaki kwa kutumia hirizi yangu, kwamba sasa mimi ninataka kusimama. Akawa amemwambia yule kiumbe. Mara moja Mantianaki akamsogelea na akatumia nguvu zake kumponya huyu mzee kwa nguvu zake. Rudolf akawa amesimama kwa mara nyingine tena kutoka katika kiti cha magurudumu. Hii ilikuwa ni ndoto yake na ametumia muda mrefu sana na gharama nyingi sana kumpata Mantianaki tena katika ulimwengu wa kawaida. Lakini ghafla Bram akamnyang'anya ile hirizi na akasema kwamba babu, uliwahi kunifanyia jambo kama hili hapo awali. Huyu mzee inaonekana ni mzurumaji kishenzi tangu kitambo tu. Rudolf akamwambia kwamba lakini hauna ujuzi wowote wa kutumia hiyo hirizi, acha kujifanya mjuaji. Bram baada ya kusikia hizi kejeli akakasirika sana na akawa amemwamuru Mantianaki amuue Rudolf mara moja. Kweli Mantianaki akatekeleza kwa kutumia nguvu zake, akawa amemuunguza Rudolf na kumuua hapo hapo. Watu wakaona mkombozi sikapatikana. Mara Bram akawa amewageuka wote, akamwambia Mantianaki waue wote hapa. Mara moja Mantianaki akaanza kumsogelea Bera, anataka kuanza na huyu kwa sababu huyu ndo mtu ambaye anaonekana ni chokochoko sana. Lakini dada mkubwa Angel akawa ameingilia kati, akamwambia
akamwambia Mantianaki kwamba usizuru familia yangu. Watu wanashangaa, Mantianaki ni kama akasimama kwanza. Ukumbuke Mantianaki karudi katika ulimwengu huu kwa kutumia tumbo la Angel, ni kama mama yake, japo tu ni kwa hivyo tu. Angel akamwamuru Mantianaki kwamba asizuru familia yake. Mantianaki kweli alikuwa amesimama, akamgeukia Blam. Blam anashangaa, ana hirizi lakini Mantianaki amtii tena. Blam akaogopa sana, akajaribu kukimbia lakini Mantianaki alikuwa amejitokeza mbele yake na akawa amemshambulia. Dogo akawa banguka chini, chali kimya. Rama aliposogea katika mwili wa Bram akaichukua ile hirizi shingoni mwake na akawa amekumbuka kwamba ili kumwangamiza Mantianaki ni lazima aziangamize hirizi za Kurungusukumo kwa kuzigonganisha zote mbili, yani ambayo yeye kwa sasa ameishikilia mkononi na ile hirizi ambayo bado yuko katika shingo ya Mantianaki. Kweli kwa kutumia hirizi hiyo Rama akawa amefanikiwa kumwangamiza Mantianaki. Baada ya Mantianaki kuangamia, wakaamua kuvichoma vitabu vyote ambavyo vilikuwa vinahusu mambo ya roho na mambo ya Mantianaki pamoja na hirizi zake ili kuangamiza na kumaliza kabisa habari za Mantianaki. Na ni kweli wakawa wamefanikiwa kufanya hivyo. Filamu hii inaishia hapa. Tafadhali subscribe, share, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.